Tume ya Utumishi wa Mahakama imeendesha mafunzo kwa watumishi wa mahakama wasio maafisa mahakama ya kutoa uelewa juu ya kushughulikia masuala ya kinidhamu kwa watumishi, ikiwa ni mkakati wa kusaidia kamati kutekeleza majukumu yao kwa haki na uwazi pamoja na kufuata taratibu za kisheria bila kukiuka haki za mtumishi. Dr. Ntemi Kilekamajenga, jaji mfawidhi Mahakama Kuu Kanda ya Mwanza, ambaye ndiye mgeni rasmi katika mafunzo hayo, amesema baada ya kupata mafunzo hayo watumishi watasaidia kutimiza majukumu ya kamati kwa ufanisi na kutekeleza majukumu yao. Ni matarajio yangu kuwa elimu hii itakayotolewa itasaidia kamati kutekeleza majukumu yao kwa haki na uwazi. Pia itapunguza malalamiko ya kutotendewa haki na rufaa zisizo za lazima, na itawezesha kamati kufuata taratibu za kisheria bila kupotosha au kukiuka haki za mtumishi. Hivyo ni rai yangu kuwa mtatumia muda wenu wote kuwasikiliza watoa mada kwa umakini kwa lengo la kuleta ufanisi na kuwapatia kile kinachokusudiwa. Nafahamu mafunzo yatafanyika kwa siku 2 ambazo mtazitumia. Bila shaka mtapata fursa nzuri ya kujifunza, kujadiliana na kubadilishana uzoefu mbalimbali kuhusu njia bora ya kushughulikia mashauri ya nidhamu kwa watumishi wasio maafisa wa mahakama. Ninaamini baada ya kupata elimu hii mtaweza kutimiza majukumu ya kamati kwa ufanisi na weledi wa kutosha, kwa kuwa mtakuwa mmepata mawanda mapana ya kuwawezesha kutekeleza jukumu hilo. Kwa upande wake, Lesi Ambuya, naibu katibu upande wa maadili na nidhamu Tume ya Utumishi wa Mahakama, ametofautisha kati ya afisa mahakama na watumishi wasio maafisa mahakama, ikiwa ni ufafanuzi wa washiriki wa mafunzo hayo yaliyoandaliwa na Tume ya Utumishi wa Mahakama. Tofauti na maafisa mahakama, wale mahakimu ni tofauti, utaratibu wao ni tofauti. Kwa mfano, mtumishi asiye afisa mahakama akiwa na shauri, lile shauri likihitimishwa na Tume ya Utumishi wa Mahakama akafukuzwa kazi, huyu anaweza kukata rufaa Tume ya Utumishi wa Umma kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa mahakama. Sawa, tuko pamoja? Hiyo inamruhusu, kifungu cha 14 cha sheria hiyo kinamruhusu kwenda kukata rufaa kule. Tofauti na mahakimu, wale hawana nafasi ya kukata rufaa, na hata akikata rufaa huyu akashindwa, bado ana uwezo kukata rufaa kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti kidogo iliyopo kati ya watumishi wasio maafisa mahakama na maafisa mahakama. Na baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo akiwemo Mwashi Mboyela na Gaston Kanyerita wamesema mafunzo hayo yamewapa uelewa pamoja wa namna ya kushughulikia masuala ya kinidhamu na kupata uzoefu wa uratibu wa masuala hayo, na kueleza umuhimu wa mafunzo hayo. Kwa leo basi tumepata nafasi hii ya kipekee, sote tutakuwa na uelewa pamoja kwa namna ambavyo tunaweza kuyashughulikia masuala ya kinidhamu yanayohusu watumishi wetu. Sambamba na hilo, tunaweza kusema kwamba pia tutapata uzoefu kwa kuwa hapa kuna viongozi mbalimbali ama wale wajumbe wa kamati hizi za nidhamu katika mikoa hii 6. Tutashare ni kwa namna gani ambavyo wao wamekuwa pia wakiratibu na kushughulikia. Tunaambiwa sharing, unaposhare knowledge kwa namna moja ama nyingine kwa sehemu ambazo wenzetu labda wanauelewa zaidi yetu sisi, ama sisi kuna nafasi tulikuwa tunapwaya ama wao walikuwa wanapwaya sehemu. Sasa kwa pamoja tutakuwa tumekuja na kitu kimoja. Leo tumehudhuria mafunzo ambayo ni ya makatibu wa kamati za maadili. Umuhimu wa mafunzo haya, sisi kama makatibu, kwanza tunasimamia maslahi ya watumishi. Maslahi yanazungumza swala la haki na wajibu. Inapokuja swala la haki ya mtumishi ni pamoja na kusimamia mienendo ambayo inahusiana na nidhamu yake binafsi. Kwa hiyo mtumishi anapokosea, ukikosea mwenendo wake, ina maana kwamba umemharibia maisha ya mtumishi pamoja na taaluma yake. Kwa hiyo mafunzo ya leo yatatusaidia sisi kupata maelekezo dhabiti jinsi ya kutafsiri sheria na kanuni na taratibu ambazo zinasimamia kamati zetu. Na tuna imani kwamba makosa ambayo yalikuwa yanatokea kwenye kamati zetu yatajitokeza tena, ili kusudi tuwe na ufanisi katika usimamizi wa watumishi wetu. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.